Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wafuatiliaji na watazamaji, wasikilizaji wa First TV TZ, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Kama kawaida, mimi ni yule mfasiri wako wa ndoto Sheikh Ali Abdalla Kambangwa. Nimekuja tena mbele yako kuweza kukutafsiria ndoto katika kile kipindi chako pendwa kinachoitwa, anwani yake inajulikana kwamba jifunze kutafsiri ndoto yako ili uyajue mambo yako. Jifunze kutafsiri ndoto za watoto wako, ndoto ya mke wako, ndoto ya mume wako, ili muweze kujua maisha yenu yatakwenda namna gani. Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, leo niko mbele yako kukuletea ndoto ya paka. Ndoto hii ya paka na kuletea katika upande wa mama mjamzito. Mama ameota kama yeye ni mjamzito, hata kama si mjamzito, lakini ameota ndoto ya kwamba amezaa paka badala ya kuzaa mtoto wa binadamu, amezaa paka. Kabla sijagusa moja kwa moja, lakini tumtambue kwanza paka ni nani. Kama tunavyojua sote, paka ni mnyama. Paka ni mnyama, wengine wanafugwa kwa watu katika majumba ya watu, na wengine wanakaa maporini, wanakula hovyo masokoni. Kwa Kiswahili wengine wale ambao hawafugwi wanaitwa kimburu, anaitwa kimburu yule paka ambaye hawezi kufugwa. Kwa hiyo ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, leo nakuletea ndoto. Mwanamke, unaota katika ndoto kwamba badala ya kuzaa mwanadamu kwamba wewe umezaa paka. Au mwanamume ukaota mke wako, ukaota mke wako, au umeota mke wako amezaa paka. Nini maana yake? Ndoto ya mwanamke kuota kwamba amezaa paka badala ya kiumbe mwanadamu inaweza kuwa na maana kadhaa kulingana na muktadha wa maisha ya muotaji na hisia anazopata katika ndoto hiyo. Kwa tafsiri ya kawaida za ndoto, ndoto hiyo inaweza ikawa na tafsiri zifuatazo. Hisia za usaliti au mashaka. Paka katika ndoto mara nyingi huashiria udanganyifu, siri, au mtu ambaye ni mnyenyekevu lakini mwenye hila. Yaani mtu mnyenyekevu lakini mwenye hila. Ukiota kwamba umezaa paka we mama, maana yake katika kizazi chako unaweza ukapata mtoto mnyenyekevu kabisa, kanyenyekea, lakini mtoto mwenye hila kwa wenzake. Na hili jambo wazazi limewachanganya sana. Unaweza ukawa na mtoto ukamuona mnyenyekevu kabisa, mpaka ukahisi kwamba huyu mtoto ndio anaweza akawasaidia wenzake, ukamkabidhi kila kitu. Unamkabidhi wewe, utashika hiki na siri hizi na siri zile, lakini baada ya kufa tu unamuona yule mtoto ambaye ulidhani kwamba ndio yuko sawasawa, anawageuka wenzake, anawadhulumu kila kitu, anakuwa ni tatizo kwa wenzake, mpaka wale waliobaki wanashangaa, hivi huyu ndio yule aliyokuwa anaaminiwa na baba au anaaminiwa na mama? Kwa hiyo inaweza ikawa hivyo pia. Kwa hiyo ndio tunaonyesha kwamba unaweza kumwona ni mtu ambaye ni mnyenyekevu lakini mwenye hila katika jamii. Mwanamke kuzaa paka pia inaweza kuonyesha hofu ya kupata matokeo yasiyotarajiwa kutokana na labda katika biashara au katika mambo fulani ya kindoa. Unaona, kwa hiyo ukaota mke wako kazaa paka, basi inawezekana katika maisha yako, biashara zako na nini, wewe baba au mama, kama ni mfanya biashara au ni mkulima au nini, unaweza ikawa ni ishara ya kukuonyesha kwamba
unaweza ukapata matokeo yale ambayo haukutarajia. B. Tafsiri ya pili ya mama kuzaa paka ni uhuru wa kibinafsi. Paka pia huwakilisha uhuru na ubinafsi. Kuzaa paka katika ndoto inaweza kuashiria mwanamke huyo anapitia kipindi cha kujitambua, kujitegemea au kuchukua uamuzi unaohitaji ubunifu na nguvu ya kipekee. Nikisema hivyo, ina maana nini? Kwamba huyu amezaa paka. Paka anaweza akawa ni yule, anaweza akawa katika kile kizazi cha kufugwa au kizazi ambacho kinaenda hovyo. Kwa hiyo ndio maana ikasema kwamba ni uhuru au ni mtu anayetaka kujitambua na kujitegemea, kwa sababu paka wakati mwingine ni kiumbe sana anayetaka kujitegemea, tabia zake, kujitegemea, kuchunguza, kukaa na watu, kujua mambo ya watu, na uamuzi unaohitaji ubunifu na nguvu ya kipekee. Lakini tafsiri ya tatu, ukiota kwamba mkeo au mama anaota kwamba amezaa paka, ni ujasiri wa kusimama katika changamoto. Kuzaa kitu kisicho cha kawaida kama paka pia inaweza kuashiria kwamba mwanamke huyo anakabiliana na hali zisizotarajiwa kwa hekima na ujasiri. Tafsiri ya nne ya mwanamke ukiota kwamba umezaa paka, au mwanaume akaota umeota mke wako amezaa paka badala ya kiumbe mwanadamu wa kawaida. Tafsiri ya nne ni hisia za ndani. Ndoto hii inaweza kuwa ishara ya hisia za hofu au hofu ya kushindwa kuhimili dhima au matarajio ya wengine. Kwa hiyo ndugu yangu mtazamaji, hizi ndio tafsiri za mwanamke kuota kwamba amezaa paka. Lakini tafsiri ya tano pia, kama nilivyotangulia kusema, paka anaweza akawa yule paka wa kukimbilia porini, na paka anaweza akawa paka ambaye ni wa kufugwa. Ukiota amezaa paka alafu paka amekuwa yule ghafla, lakini anakimbia porini, maana yake utapata mtoto ambaye si